Amena. Karibu sana kwa neno, muda ni wako. Amina, amina. Take time. Watumishi wa Mungu, ni wasalimie tena kwa jina la Yesu. Amen. Je, kama mnanisikiliza wote kwa wakati huu na majira haya? Ndio. Basi tulie tuweze kusikiliza neno la Mungu kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Biblia iko wazi kabisa. Ndio. Mungu anatuhimiza na kutuelekeza na kutupa utaratibu namna gani tupate kuishi kama sisi watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Kwa kuwa sisi tu watoto wa Mungu, kwa kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna mambo kadhaa ambayo Mungu anataka sisi tuweze kuyaishi na kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tukifanya hivyo tutakuwa tunampendeza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tutajifunza somo letu linalosema ujue misingi ya wito wa Mungu. Kibiblia, wito ni sauti kutoka kwa Mungu. Unaposikia fulani na wito, maana yake anasia Mungu ndani yake. Wito ni sauti kutoka kwa Mungu inayomwelekeza mtu kufanya kitu fulani katika maisha yake. Ndio. Unakuwa hawajui, na unakuta mara kadhaa wanagongana katika utumishi wao. Unaweza ukakuta mwinjilisti anagongana na mwalimu, mwalimu anagongana na mchungaji, mchungaji anagongana kwa sababu anaweza akawa ama sauti ya Mungu. Lakini kama kila mmoja wetu atakuwa anaijua sauti ya Mungu ndani yake, haiwezekani kuiona migongano katikati ya watumishi wa Mungu. Hata unaweza kukuta kwenye kwaya watu wanagongana kwa sababu haijui sauti ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo Biblia inatuelekeza kwa habari ya kwamba kila mwanadamu aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndani yake iko sauti ya Mungu. Kwa lugha tuliyozoea tunasema ana wito ndani yake. Unaposoma maandiko matakatifu kuhusu vitu vingi ambavyo vinapatikana ndani ya wito wa kimungu, vitu hivyo vinavyoonyesha wito wa kimungu ndani ya mtu, kuwa wito wa kufanya jambo fulani kwenye maisha yake, watu huwa hawafanyi. Ni vitu ambavyo kila muamini lazima elewe ili ajue namna ya kuenenda na wito wa kimungu ili asilete migongano. Si tu kujua namna ya kutembea na wito wa kimungu, bali anapaswa kufahamu aliyemwita ni Mungu wala sio mwanadamu. Unapojifunza na kuishi uhalisia wa wito wa kimungu, basi tunasema natembea kwenye misingi ya wito wa Mungu. Lengo la somo hili, nataka nikuletee baadhi ya misingi muhimu ya wito wa Mungu
mtiririko wake ndani ya somo hili umetegemea zaidi ufunguo wa Roho Mtakatifu na sio mpangilio wa kumtumikia Mungu karibu na dhehebu lako. Kwa hiyo msingi wa kila wito unalo kusudi nyuma yake. Kila wito liko kusudi la Mungu nyuma yake. Hakuna wito ambao hauna kusudi la Mungu. Hiyo moja. Kama aliyekuita ni Mungu, basi ujue katika hatua ya wito wako ulio nao, nyuma yake ya huo wito liko kusudi la Mungu. Kama uliitwa we ni mwinjilisti, nyuma ya uinjilisti liko kusudi la Mungu. Kama we uliitwa ni mtoaji, nyuma ya utoaji liko kusudi la Mungu. Kama uliitwa ni mfariji, basi nyuma ya ufariji wako liko kusudi la Mungu. Kama uliitwa wewe unatia moyo watu wengine, basi nyuma ya wito wa kutia moyo watu wengine liko kusudi la Mungu. Kila kazi tunayofanya nyumbani mwa Mungu liko kusudi la Mungu nyuma yake. Kwa hiyo kila mtu akubali kusimama na kukaa sawasawa na kusudi la Mungu. Ukifanya hivyo, utakuwa unatimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo asiyeliishi kusudi la Mungu hana thamani mbele za Mungu. Asiyeliishi kusudi la Mungu hana thamani mbele za Mungu. Ijapokuwa kiumbe huyo, mtu huyo anatimiza wito wake. Haiwezekani kabisa mtu aliye na wito halafu akashindwa kulijua kusudi la Mungu ndani yake. Kwa sababu kusudi la Mungu ndio linaloleta thamani ya Mungu ya wito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kilicho hai duniani kipo kwa kusudi la Mungu. Ndugu zangu, kila mahali tulipo leo hatujaenda kwa bahati mbaya. Kiongozi wetu aliyoko Sweden hayuko kwa bahati mbaya. Wewe ulioko Bujumbura, ulioko Rwanda, ulioko Kongo, ulioko Canada, ulioko Marekani, hauko kwa sababu wewe huko liko kusudi la Mungu wewe uwepo huko. Ni wito wako. Watu wengi walitamani wawe Marekani. Wanatamani hata kufanya njia ya mkato aende Marekani, imeshindikana. Lakini wewe kwa nini uko Marekani? Kuna kusudi la Mungu. Kwa nini uko Canada? Una kusudi la Mungu. Kwa nini uko Sweden? Kuna kusudi la Mungu. Lazima katika kusudi la Mungu uyaishi mapenzi ya Mungu huko uliko. Usione kwamba uko bahati mbaya. Wewe ulioko Kenya, wewe ulioko Uganda, wewe ulioko nchi mbalimbali, uko kwa kusudi la Mungu. Wewe ulioko mahali ulipozaliwa, unafikiri tu uliamua kuzaliwa hapo? Kuna kusudi la Mungu kuzaliwa mahali ulipozaliwa. Kwa hiyo ujue ni wito wa Mungu wewe kuwepo kwenye hiyo nchi. Mungu anaweza kuona wito wako utoke kwenye nchi uliozaliwa uende nchi nyingine. Usije siko nchi fulani mimi ni mkimbizi. La hasha, wewe sio mtu wa kwanza. Biblia inamzungumzia habari ya Nehemia. Nehemia alikuwa uhamishoni, alikuwa mkimbizi. Alikuwa mkimbizi nchi ya ugeni, lakini kwa sababu alikuwa huko, ulikuwa ni wito wa Mungu na alikuwa amebeba kusudi la Mungu. Aliposikia habari za nchini kwake ukuta umevunjwa, aliyekuwa mkimbizi alileta amani kwenye nchi yake. Unaona? Kwa huna sababu ya kujidharau. Ndani yako uko wito wa Mungu. Huko uliko usije ukajilaumu. Mungu anazo njia mbalimbali za kumwondoa mtu nchi moja kwenda nchi nyingine
ili uweze kutimiza kusudi la Mungu. Hii lazima uangalie. Ili lazima ufahamu. Naona kisha jua, naona utajua namna ya kutembea. Utajuaje ikiwa unachofanya ni kusudi la Mungu? Je, kana na changamoto ya kitu fulani, basi inamaanisha hicho kitu sio kusudi la Mungu? Zipo dalili nyingi zinazoweza kukuthibitishia ikiwa unachofanya ama unachotenda unafanya ni kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuangalie dalili zinazokusaidia kujua ikiwa unachokifanya ni kusudi la Mungu au la kwenye maisha yako. Dalili ya kwanza, kuwa na amani ya moyo juu ya jambo unafanya hata kama unakutana na changamoto kubwa. Dalili ya kwanza kwamba kuna kusudi la Mungu kwenye wito wako ni amani ya moyo wako. Amani ya Kristo iamue moyoni mwako. Haijalishi uko ya changamoto, amani ya Kristo inakuwepo ndani yako. Huku nje umezungukwa na changamoto nyingi. Umezungukwa na misukosuko. Inaweza kuwa ni misukosuko ya maradhi. Inaweza kuwa ni misukosuko ya kukataliwa, ndugu na jamaa wakakukataa. Lakini angalia ndani ya moyo wako unasikia nini? Iona kuna amani ya moyo ipitayo fahamu. Ujue pamoja na misukosuko hii liko kusudi la Mungu. Dalili ya pili ni kitu ambacho upo tayari kukifanya usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kukifanya. Ukiona kuna jambo uko tayari kulifanya. Funga telefoni na kuore funga. Askofu, subiri kidogo, watu nimepoteza network kwa simu yengine. Sasa watu wajitahidi wafunge telefoni. Umuntu ufite telefone yenkoni watu babarira kubera ko ntitukuzi ariko basakuje kugira ngo askofu akomeze. Umuntu ufite telefone yenkoni wahita umanuka cyangwa se ugaceceka. Funga telefone yawe, askofu endelea na neno la Mungu. Dalili ya pili ni kitu ambacho ukikatii tamaa. Unaona? Ndio. Ukikatii tamaa. Unaona? Yaani unafanya jambo fulani ukikatii tamaa, hilo jambo ulikatii tamaa. Leo unajikuta kesho unalifanya tena. Wanakuambia usifanye. Unaona ni gumu kufanya, lakini kesho na ugumu unafanya. Unajua jambo hili lina wito wa Mungu, limebeba kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Unaweza kukuta wito wako wewe ni kusaidia yatima. Wito wako wewe ni kusaidia wajane. Wito wako wewe ni kusaidia kujenga makanisa. Maneno yale mazingira na kuumiza, lakini unajikuta kesho tena umesaidia yatima. Kesho tena unaandaa mikutano ya watu. Kesho tena unanunua mabati ya kujenga kanisa la Mungu. Yaani mambo ambayo unayafanya lakini una changamoto nayo. Ukijua namna hiyo, ujue ni wito wako, na ujue katika wito huo limebebwa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni kitu ambacho uko tayari kukesha usiku na mchana. Yaani ukifanya hilo jambo usingizi unaisha, wala huchoki. Ujue hilo jambo unalofanya limebeba wito na lina kusudi la Mungu. Dalili ya 4 ni kitu ambacho unaweza kufanya maisha yako yote, huwezi kustaafu.
wito hustaafu. Unaona, ukisikia mimi wito umeisha, huyu alikuwa hajaitwa, alikuwa anafanya tukio yote. Hata kama umezeeka, unafanya ukiwa unatembea na mkongojo. Haijalishi hata kama biashara yako imefilisika ama umefukuzwa kazi, kwa kile kidogo ulicho nacho utaendelea kukigawa na familia, kukigawa na wito wako, maana wito unaufanya maisha yako yote. Angalia mfano wa Ayubu. Hebu angalia, Mungu na Shetani wanakutana katika ulimwengu wa kiroho wa Ayubu. Mungu anamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe Shetani? Toka kuzunguka huko. Mungu anamuuliza, unamuona mambo Ayubu? Anasema ndio, nimemuona. Umemzingira na ulinzi mkubwa, na utajiri na watoto na mzigo. Mungu anamwambia hapana, Ayubu ananipenda bila kuona vitu. Ayubu ananiita hata haangalii watoto wala mali. Kama huamini, gusa mali zake, gusa alicho nacho, uone. Unaona, baada ya vitu vyote kuwa vimeharibika kwa Ayubu, Ayubu aliendelea kumtumikia Mungu. Na ndivyo unaweza ukaona wewe biashara yako inaharibika, kazini unafukuzwa, afya inadolola. Kumbe Mungu amemruhusu Shetani aguse hayo, lakini wito wako uliobeba kusudi la Mungu utaendelea kuishi, utaendelea kutenda, utaendelea kutembea kwayo kama Ayubu alivyofanya. Na ndipo Biblia inasema katika ile sura ya 40 ya kitabu cha Ayubu, Biblia inasema Mungu akamrudishia Ayubu watoto wazuri kuliko wa kwanza, watoto walembo kuliko wa kwanza. Je, watoto wa kwanza walikuwa wabaya wa sura ndio maana wakafa? La hasha! Jambo linalotoka kwenye wito wa Mungu, kwenye Mungu, linakuwa jema zaidi kuliko jambo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo jambo, wito lilobeba kusudi la Mungu, huwezi ukastaafu, huwezi kustaafu. Dalili ya 5 ni hii: ni kitu ambacho hata usipolipwa, usipolipwa mshahara au posho, bado huwezi kuacha. Kuna watu wengine wanataka kulipwa, ndipo wafanye kazi ya Mungu. Eti aombee mtu, anaomba hela. Naona amekuja mgonjwa, amezidiwa, anapandishiwa kiasi cha pesa nyingi. Ukiona mtu hana wito, ni mlafi ndani ya huduma ya Mungu, ni mlafi kabisa. Hata kama anaombea kwa jina la Yesu, bado ni mlafi, bado ni mlafi. Maana umepewa bure, toa bure. Biblia inasema nimekupa bure, toa bure. Usifanye huduma ya maombezi kwa pesa. Mungu aliyekupa wito, nyuma yake liko kusudi la kukutunza wewe vizuri, liko kusudi la kuhakikisha unajenga nyumba, linahakikisha unaendesha gari, linahakikisha unakula, unavaa vizuri na watoto wako wanasoma. Nyuma ya huo wito uliopewa liko kusudi la maisha bora. Kwa hiyo usiuze kipawa chako, usiuze karama yako, usiuze upako uliopewa, bali tumika kwa moyo bila kutaka mshahara. Bwana atainua watu wengine. Ana watu wengi, ana watu wengi. Bwana amewabariki kwa ajili yako. Ana watu wengi Asia, Bwana amewabariki kwa ajili yako. Wako watu Ulaya, wako watu Afrika, watu wako Tanzania, watu wako nchi mbalimbali. Amewapa baraka kwa ajili yako, kwa sababu una wito. Fanya huo wito. Nyuma ya wito liko kusudi la Mungu. Atainua mtu mmoja,
atahakikisha unakula. Atainua mtu mwingine, atahakikisha unavaa. Atainua mtu mwingine, atahakikisha anajenga nyumba. Atainua mtu mwingine, atakununulia gari. Bwana aliyekupa wito amekupa na kusudi lake. Kwa hiyo usifanye kazi kwa kutaka mshahara. Biblia inakataka, Biblia inatutaka tufanye kazi bila kuangalia posho. Bado huwezi kuacha kufanya kazi. Waajiriwa wengi hawatumikii kusudi la Mungu. Unaona, wengi walioajiriwa, wafanyakazi wa serikali, wa mashirika binafsi, hawatumikii kusudi la Mungu kwenye ile kazi, wanatumikia mishahara yao. Waliojiajiri wengi, unaona, wanatumikia kusudi la Mungu. Wale wenye makampuni yao, wale wenye biashara zao, unakuta wao hawatumikii kusudi la biashara yao, wanatumikia kusudi la Mungu kwenye biashara yao. Ukiona mtu ana biashara hawezi kutoa fungu la 10, ana biashara hawezi kutoa sadaka, ana biashara hawezi kusaidia wajane na yatima, huyo ujue hatumikii kusudi la Mungu. Bwana tusaidie sana. Tutumikie kusudi la Mungu katika mambo tulio nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio. Ni kitu ambacho sio lazima. Dalili nyingine ni kitu ambacho sio lazima uingie darasani ukisomea. Unaona, hata ukiingia darasani basi ni kuboresha tu. Ni kitu ambacho kinazaliwa ndani ya mtu, kinatokea ndani, sio nje ya mtu. Wavumbuzi wengi ni watu walioliishi kusudi la Mungu. Hebu angalia aliyeleta kusoma na kuandika. Huyu mtu alikuwa na kusudi la Mungu ndani yake, alizaliwa nalo. Hebu niulize, huyu aliyetengeneza ndege alisomea wapi kutengeneza ndege? Yule mvumbuzi wa kwanza. Au aliyetengeneza hizi simu alisomea wapi? Yule wa kwanza. Alizaliwa na kusudi la Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni watumishi wa Mungu, ndani yetu tunao wito wa Mungu, tunayo makusudi ya Mungu ndani yetu, lakini shetani ameyaziba, ametufunika. Tumekuwa wapofu, tunaangalia sana mambo ya mwili, lakini ndani yetu tuna vitu vingi vya kuvumbua, vitu vya kuanzisha vimo ndani yetu. Bwana ametengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule Zimbabwe mwezi uliopita, kuna kijana amegundua ametengeneza simu haitumii laini wala haitumii mawimbi haya ya simu, inatumia mawimbi ya redio. Unafikiri amesomea wapi? Alizaliwa na kusudi la Mungu ndani yake, akaamua kulifanyia kazi. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikatishe tamaa na mazingira tulio nayo. Tusikatishwe tamaa na hali tulio nayo leo. Haijalishi uko nchi ya ugeni, usikate tamaa. Yawezekana Bwana wito wake umekupeleka huko uliko. Yawezekana ni wito wa Mungu kuwepo hapo kama hujui. Ukilala unaota ndoto njema. Ukilala unaota ndoto njema. Unalala unaota kuna jambo fulani kutengeneza labda gari, la kuvumbua jambo hili, la kuanzisha jambo hili. Lakini ukiamka unajiangalia hali ulionayo, unasema mimi mbona ni maskini? Mbona ni mkimbizi? Mbona mimi? Muangalie Nehemia. Nehemia wa Biblia alikuwa mkimbizi wa kwanza duniani. Ndiye aliyeleta ukombozi kwenye nchi yake. Kwa ninyi ambao mko uhamishoni, Mungu amewapeleka kule kwa kusudi lake, ili mlete ukombozi kwenye nchi mlizotoka. Bwana hajawapeleka huko kama adhabu,
amewapeleka huko ili mpate elimu, mjue kusudi la Mungu loko ndani yenu, mlete ukombozi kwenye nchi mlikozaliwa. Bwana waunganishe, awape nguvu ya umoja, awape nguvu ya kukaa pamoja, awape nguvu ya ufamilia, muwe familia moja, muweze kuleta ukombozi wa uchumi kwenye nchi zenu mlikotoka, muweze kuwekeza, kuondoa umaskini kwenye nchi zenu, maana hamjatoka Afrika kwa bahati mbaya. Ni wito wa Mungu umewatoa, umewapeleka nchi za ughaibuni. Hizo nchi utajiri walio nao waliutoa kwetu, walikuja wakachukua madini kwetu, wamejenga nchi zao. Kwa hiyo Bwana amewapeleka kwa mgongo wa kwamba ninyi mko uhamishoni, lakini Bwana ndani yenu ameweka kusudi lake ili mchukue hizo mali walizochukua kwa babu zetu, mzirudishe tena, mlete maendeleo huku tena, msaidie ndugu na jamaa huku tena, msaidie kazi ya Mungu tena, kama vile wao walikuja kwa njia ya umishonari. Kumbe wanachukua madini yetu wanapeleka. Na nyinyi mlioko uhamishoni, chukueni mali walizo nazo, mje kwa njia ile ile ya umisheni kuja kujenga nchi zenu, kuja kujenga bara lenu. Mtakuwa mmekaa kwenye nafasi ya wito wenu na kusudi la Mungu, na ndipo Bwana atakapobariki kizazi cha 3 na cha 4 cha maisha yenu. Ndipo Mungu atabariki uzao wa matumbo yenu, kwa sababu mtakuwa mmekaa kwenye wito wenu, mtakuwa mmekaa kwenye kusudi la Mungu, mkilitendea kazi kwenye maisha yenu. Na Bwana afungue akili, afungue ufahamu wa nia za mioyo yenu, muone kuwepo hapo ninyi sio bahati mbaya, ni kusudi la Mungu aliye hai, ni kusudi la Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ni kama aliyofanya kwa Nehemia, akaleta ukombozi Yerusalemu, na ndivyo Bwana anataka kupitia ninyi mlete ukombozi wa kiuchumi huku kwetu Afrika. Mkifanya hivyo na Bwana hatawaacha tena. Biblia inasema ya kwamba dalili ile ya 7 anasema ni kitu ambacho kitakufanya usahau hata kula. Sio tu kusahau kula, bali utakuwa radhi kufunga na kuomba mara kwa mara juu ya kitu husika. Yaani wito, msukumo ulio nao ndani yako. Kula kipo, soka chakula kipo, hapana, inakufanya hapana. Kwa nini ndugu zangu Kongo wanakuwa wanakimbia, hakuna amani? Kwa nini Kongo imebarikiwa madini, ina kila aina ya madini duniani iko? Kwa nini hawatulii hao watu wa Bukavu? Kwa nini watu wa Uvira hawatulii? Kwa nini watu unaposikia namna hiyo, unafunga na kuomba kwa ajili ya ndugu zetu wa Bukavu, ndugu zetu wa Uvira, ndugu zetu wa mikoa mbalimbali ambako wanapigana. Yani ni wito wako, usikate tamaa. Unaona, usikate tamaa, ni wito wako. Imebeba kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa kweli ningetamani niendelee, naona kama muda wangu umenishia. Ningetamani kuendelea. Siku nyingine nikipata kibali kwa kiongozi wetu, nitaendelea kuzungumza kwa habari ya wito. Tuone Mungu anazungumzaje. Unaona, Mungu anasema nini habari ya wito tuliopewa. Unaona, Mungu anasema nini? Kwa sababu muda umeenda, naomba niishie hapa, niombe kwa ajili ya kila mmoja aliyoko katika ibada hii. Fumba macho yako, niombe. Na mkono mmoja weka kifuani pako, niombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako. Umezungumza nao kwa habari ya wito uliowapa. Umesema wito umebeba kusudi lako. Yamkini Baba, kuna mmoja alikuwa anajiuliza, alikuwa anasukumwa na jambo fulani, anasukumwa kusaidia ujenzi wa makanisa ya Afrika,
anasukumwa kusaidia yatima na wajane, anasukuma kuandaa mikutano, anasukuma kujenga, kuwekeza mahoteli, kuwekeza nyumba za kupanga. Alikuwa anasukumwa, anaogopa. Baba, wewe ni baba. Baba, wewe ni baba kwao, ni baba kwetu, mfalme wa amani, utendaye mambo nyuma ya wito wetu, utendaye mambo ya kutimiza kusudi lako ndani ya maisha yetu. Baba, ninakusihi, uliyetengeneza njia kwenye bahari ya Shamu, wewe uliyetengeneza njia kwenye bahari ya Shamu, naomba utengeneze njia kwa watumishi wako walioko ughaibuni. Tengeneza njia za uchumi, tengeneza njia za mahusiano na watumishi wengine wanaoishi nao katika hayo mabara wanayokaa. Wewe Baba uliyetoa maji kwenye mwamba mgumu, Baba, tengeneza ukatoe baraka kwenye maisha ya watoto wako walioko ughaibuni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wape kibali. Neema ya kibali iwe juu yao. Neema ya kukubalika iwe juu yao. Neema ya kukubalika maombi na dua na sala zao mbele zako iwe juu yao. Usiwaache watoto wao wako katika siku zosalia za kumaliza mwaka huu. Neema iwe juu yao Baba, wakamalize salama wote mwaka wao na familia zao Baba, wakamalize salama. Mungu, ninakataa roho ya mauti, ninakataa roho ya magonjwa juu yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninapanda afya, ninapanda umri mrefu ndani yao katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba wa mianga, Baba wa mbingu na nchi, naomba uwabariki, ninaomba uwatunze, ninaomba Baba uwalinde, uwainue, uwaweke juu, ukawape kutawala, ukawape kumiliki huko waliko Baba. Ni katika damu ya Yesu Kristo nikiomba na kuamini, ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu